ECOWAS kuwawekea vikwazo wanaovuruga utawala wa kiraia. Jumuiya ya maendeleo ya kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS imesema mpangilio wa kidemokrasia unajaribiwa na itawawekea vikwazo wahusika. Tangazo hilo limetolewa wakati marais wa kanda hiyo walipokusanyika nchini Nigeria kwa mkutano wa kila mwaka. Ajenda ya mkutano huo ilitawaliwa na mapinduzi ya hivi karibuni ya Guinea Bissau na jaribio la mapinduzi nchini Benin. Baada ya mkutano huo wa kilele uliofanyika mjini Abuja kukamilika majira ya jioni, rais wa halmashauri kuu ya Jumuiya ya maendeleo ya kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS, Omar Touray, aliwaambia waandishi wa habari kwamba wataweka vikwazo maalum kwa watu au mshirika atakayekuwa kisiki dhidi ya mchakato wa mpito. Touray aliongeza kwamba kikosi cha ECOWAS cha kulinda amani kilichopelekwa Guinea Bissau kiliidhinishwa ili kuwalinda viongozi wote wa kisiasa na taasisi za kitaifa katika taifa hilo dogo la Afrika Magharibi, lakini ambalo limezongwa na mapinduzi tangu mwaka 2022. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio, ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa ECOWAS, alibainisha kwamba waasisi wa jumuiya hiyo walielewa fika kwamba demokrasia haiwezi kutenganishwa na amani, haki na maendeleo, kwamba mapinduzi ya Guinea Bissau na jaribio kama hilo nchini Benin ni ukumbusho kwamba demokrasia inahitaji uangalizi wa kudumu na hatua za kimaadili. Mapinduzi hayo ya kijeshi ya Guinea Bissau na vile jaribio la mapinduzi la kijeshi lililoshindwa nchini Benin wiki moja iliyopita yametikisa jumuiya ya ECOWAS na iliyalaani vikali wakati wa mkutano wake wa kilele siku ya Jumapili. Jaribio la mapinduzi lililoshindikana nchini Benin lilisababisha Nigeria kutuma ndege za kivita na wanajeshi pamoja na askari kutoka Ivory Coast ili kuimarisha serikali ya kiraia. ECOWAS imesema wanajeshi zaidi wako njiani kutoka Ghana na Sierra Leone. Jumuiya ya ECOWAS imekumbwa na misururu ya mapinduzi ya kijeshi kati ya mwaka 2020 hadi 2023, ikiwemo nchini Burkina Faso, Guinea, Mali na Niger, nchi hizo zote zikiwa bado katika utawala wa kijeshi hadi sasa. Kikao cha kilele cha Jumapili kilifanyika katika ukumbi wa mikutano ulioko katika eneo tulivu lenye ulinzi mkali karibu na ikulu ya Aso Rock. Kikao hicho kilipangwa kabla ya matukio ya mapinduzi mawili ya hivi karibuni, lakini yote yamekuwa ajenda kuu sambamba na uchaguzi wa Disemba 28 nchini Guinea. Nchi hizo ziliunda muunganiko wao wenye nchi za Sahel. Touray amekuwa akitoa wito kwa ECOWAS kufanya mazungumzo na muungano wa nchi hizo tatu.